Kesi 10 za madai ambazo hupaswi kukimbilia polisi Tanzania. Sheria za Tanzania hizi. Watu wengi hufanya kosa kubwa la kukimbilia polisi wanapokuwa na mgogoro wa madai. Matokeo yake ni kupoteza muda, nguvu na wakati mwingine haki yenyewe. Kumbuka, polisi hushughulikia makosa ya jinai, si madai ya kiraia. Madai yanahitaji utaratibu maalum wa kisheria, ushahidi, nyaraka na mamlaka sahihi. Polisi hagawi ardhi, hawalazimishi ulipaji wa deni, hawapimi mchango wa ndoa, wala hawatoi urithi. Ukichanganya mamlaka, unajitengenezea vikwazo mwenyewe. Mahakama ndiyo mahali madai hupimwa na kuamliwa kwa haki. Haki haipatikani kwa kelele, hupatikana kwa kufuata njia sahihi. Moja, kati ya hizo 10 ndio naanza kwanza hii. Migogoro ya ardhi na viwanja. Mgogoro wa umiliki, mipaka au haki ya matumizi ya ardhi. Polisi hawezi kuamua nani mmiliki halali. Mahali pa kwenda ni baraza la ardhi la kata, wilaya au mahakama ya ardhi. Sheria ya ardhi, sheria ya ardhi ya vijiji. Yote nasema hivyo. 2. Migogoro ya ndoa na mali za ndoa. Mgawanyo wa mali baada ya kutengana au mchango wa wanandoa. Polisi hawapimi mchango wa kifamilia. Mahali pa kwenda, bodi ya usuluhishi wa ndoa au mahakama. Hii ni sheria ya ndoa. 3. Mirathi na mali ya marehemu. Nani anarithi kwa kiasi gani na nani asimamie mali? Polisi hawatoi urithi. Mahali pa kwenda, mahakama husika. Hii ni sheria za mirathi za kiraia, kimila au Kiislamu kulingana na kesi. Sheria ya 4 hii, tunaenda kwenye 4. Madeni ya kawaida au kibiashara. Mtu amekopa na hajalipa, polisi hawalazimishi kulipa deni bila amri ya mahakama. Mahali pa kwenda, mahakama ya mwanzo au ya wilaya. Hii ni sheria ya mikataba. 5. Migogoro ya mikataba. Uvunjaji wa mkataba wa ujenzi, upangaji, mauziano au huduma. Polisi hawasimamii utekelezaji wa mikataba. Mahali pa kwenda, mahakama au usuluhishi. 6. Migogoro ya wapangaji na wenye nyumba. Kodi, kufukuzwa au matumizi ya nyumba. Hakuna kufukuza mpangaji kwa nguvu bila utaratibu wa kisheria. Mahali pa kwenda ni baraza la ardhi la kata au mahakama. 7. Migogoro ya ubia au ushirika wa biashara. Faida, hasara au mgawanyo wa mapato. Polisi hawatatui mgogoro wa faida za biashara. Mahali pa kwenda ni mahakama ya biashara au mahakama ya wilaya. 8. Madai ya fidia, ajali, uzembe au hasara ya mali. Polisi hawahukumu kiasi cha fidia. Mahali pa kwenda ni mahakama husika. 9. Migogoro ya ajira na kazi. Mshahara, kufukuzwa kazi, mafao. Polisi hawarudishi mtu kazini. Mahali pa kwenda, tume ya usuluhishi na uamuzi wa migogoro ya kazi, CMA. Ni sheria ya ajira, mahusiano kazini. 10. Hii ya 10 ndio la mwisho. Migogoro ya kifamilia isiyo ya jinai. Malezi ya mtoto, matunzo au makubaliano ya kifamilia. Polisi hawahukumu haki za malezi. Mahali pa kwenda, ustawi wa jamii au mahakama.
sheria ya mtoto ndivyo inavyosema. Nihitimishe sasa kwa kusema polisi anahusika na makosa ya jinai. Hayo mengine niliyokuelezea hapa usipeleke kabisa, utapoteza muda na baadhi ya polisi wengine watapokea na rushwa na bado utapata haki yako. Mahakama wao wanahusika na madai ya haki. Yaani wakisha unapoenda kule una haki. Kabla ya kukimbilia polisi jiulize, unatafuta adhabu au unatafuta haki ya madai? Jibu hilo litakuonyesha mlango sahihi wa kugonga. Asante sana kwa kunisikiliza. Naomba uweze kugusa hiyo alama ya kengele hapo chini iliyoandikwa subscribe. Itatokea, kisha utalike, utasubscribe na comment. Kama na swali lolote kuhusiana na sheria nalokuuliza, dondosha kwenye comment hapo na mimi nitakujibu chap kwa haraka.